Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuzingatia sheria na miongozo ya Benki Kuu ya Tanzania, serikali mwaka 2024 ilianzisha utaratibu wa kununua na kuhifadhi dhahabu Benki Kuu kwa malengo ya kulinda uchumi wa nchi yetu, lakini pia kuweza kujihakikishia akiba ya fedha za kigeni. Na kwa kuwa kumekuwepo na mitazamo kwenye jamii kwamba kuna kiasi cha dhahabu hiyo ambazo kimeuzwa kwenye maeneo mengine duniani, ni nini kauli ya serikali juu ya uuzaji wa dhahabu hiyo na maslahi mapana ya taifa letu? Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi ambazo zinaweka akiba ya fedha kwa dola na kwa dhahabu. Mheshimiwa Spika, si nchi nyingi zinafanya utaratibu huo. Mheshimiwa Spika, uamuzi wa nchi yetu kuweka akiba kwa dola na kwa dhahabu ulitokana na mabadiliko ya midororo ya kiuchumi ya hivi karibuni ambayo imekuwa ikifuatana, ambapo tumeona kwa takriban miaka 6 au 7 karibu kila mwaka kunakuwa na aina ya mdororo. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takriban tani 27 ambazo ni takriban dola bilioni 3.9 inaelekea 4, ambayo hii ni sawa na takriban 45% ya akiba ukiuianisha na akiba ya dola tulionayo na akiba ya fedha za kigeni tulionayo. Kwa maana hiyo sasa tuna takriban zaidi ya dola bilioni 6 kwa upande wa reserve, ambayo mara zote tumekuwa tukirejea kwamba ni zaidi ya miezi minne takriban 8 ya uagizaji wa bidhaa, ambayo ni akiba nzuri, na Tanzania haijawahi kuyumba licha ya midororo ambayo imekuwa ikitokea. Na ukitaka kujua kuwa Tanzania haijayumba, tuna akiba ya zaidi ya miezi minne ya uagizaji wa bidhaa. Wakati wa migogoro hii kuna nchi zilikuwa na akiba ya wiki 2, wengine mwezi mmoja. Lakini Mheshimiwa Spika, nini faida ya kuwa na akiba hii na nini kauli ya serikali kuhusu swali alilolisema Mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa Spika, dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni, kama ambavyo tunatunza dola kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo pana nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake, inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa.
Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii, ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba Central Bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati Central Bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi na Central Bank kupata fedha za ndani kwenye market exchange ambayo inafanyika kwa uwazi kabisa. Kwa upande wa dola, kwa upande wa dhahabu, kwa sababu Central Bank inatakiwa iendelee kununua dhahabu, na Central Bank itanunua dhahabu sio kwa kupokea tu dhahabu zilipochimbwa, itatumia fedha. Maana yake nini? Ili Central Bank iendelee kununua dhahabu, ikitokea soko limekuwa zuri la dhahabu, itauza ipate fedha za kuendelea kununua dhahabu. Lakini pia Central Bank, benki kuu, inaweza ikauza dhahabu ili kuweka mizania kati ya dola na dhahabu. Kwa mfano, kwa nchi zinazoendelea uwiano unatakiwa takriban 10% ya akiba za fedha za kigeni. Ni masuala ya kisera, ili usiwe na dhahabu peke yake, kwa sababu kwenye masuala wewe huku kwenye mabenki na vitu vingine huku unatakiwa pia uwe na dola ili mambo haya mengine yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika, nilisisitize hili jambo kwamba dhahabu moja haiwezi ikauzwa na mtu binafsi. Ni kama dola iliyoko Central Bank ama masuala ya fedha masuala ya fedha za nchi. Central Bank haimkopeshi mtu binafsi, ni benki ya serikali. Central Bank ni lender of last resort, haimkopeshi mtu binafsi wala kampuni binafsi. Inapeleka kwenye mabenki, inapeleka kwenye taasisi, na hiyo ndiyo ambayo inafanyika. Hivyo na dhahabu haiuzwi na mtu binafsi, na wala haiuzwi kwa mtu hivi binafsi. Itauzwa kwa serikali, itauzwa kwenye mataasisi ya kifedha, itauzwa kwa wanunuzi ambao lazima watangazwe kwenye gazeti la serikali. Na Mheshimiwa Spika, kama ilivyo masuala ya akiba hizi zingine za kifedha za dola pale benki kuu, nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu, IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, haya ni mambo ambayo yako automated na ni mambo ambayo yametungiwa sheria. Sio mtu tu anaweza akaamka akauza, sio tu mtu anaweza akaamua akanunua. Hili ni jambo ambalo liko kwenye sera za kifedha ambazo Tanzania ina ushirika na mataasisi yote ya kifedha duniani, na yanafanyika kwa uwazi na yanafanyika kwa uadilifu mkubwa.